lazima uwe na malengo. Tumesisitiza malengo tangu tunafunga mwaka huu. Kuna watu mpaka leo hawajaandika watafanya nini mwaka huu. Tarehe 2 imefika, yupo tu analukaluka tu, wala hana tatizo. Naomba nikwambie hilo ni pepo ndugu yangu. Yaani bora hata mtu mwenye mashetani ana akili nzuri kuliko wewe. Yaani mpaka tarehe 2 hujui mwaka huu mpaka mwezi wa 12 unakufanya nini? Alafu unakuja kusali kwa ajili ya nini? Alafu unatembea na Mungu kwa ajili ya nini? Kwa sababu lazima kuwe na mambo kwenye maisha yako ambayo huwezi kulala bila kutokea. Lazima uwaze mwaka huu lazima nijenge nyumba. Mwaka huu lazima nihamie nyumbani kwangu. Piga ua. Sasa zinakuja sababu kichwani. Unajua kwanza kipato chako, unajua lazima uwe na uhalisia. Hayo mambo ya mwilini achana na ujinga huo. Mungu anaweza kufanya zaidi ya vile tuwazavyo na tufikirivyo kwa nguvu inayotenda kazi katika uweza ndani ya Yesu Kristo. Kama tabia yako ya mwaka jana na mwaka huu iko vile vile, huna nidhamu. Kwa sio kwamba lazima mpenda mwalimu kwamba una nidhamu. Maana yake hakuna mbadiliko wowote wa mtu aliyekuwa juzi na leo. Lazima uweze kufanya mambo fulani ya kuonyesha una nidhamu ya aina fulani katika maisha yako. Vinginevyo, naomba nikwambie tutakaa miaka 10 huko vile vile. Leo nimeenda kwenye kazi, nikasema leo lazima niandike vya kufanya. Nikaandika vitu 10 vya kufanya. Saa ya kwanza nitafanya hiki, saa ya pili nitafanya hiki, saa ya tatu nitafanya hiki, mpaka nafika saa 10 jioni. Kwa nikaona tiki cha kwanza kimepita. Huko simu inataka, nikasema sitashika simu, nitashika simu kila baada ya masaa 2. Simu na mimi sitaki katika maamuzi ya mwaka huu. Kwa nitatumia simu, nitaiacha, sitagusa. Hata kama mtu atapiga nitasubiri kwanza. Akiniwahi katika ile masaa 2 sawa, lakini vinginevyo nitaisubiri masaa yangu 2 ndio nitapiga. Ili niweze kufanya kitu kimoja, ili niwe na matokeo. Vinginevyo unaweza kushangaa tabia za mwaka jana bado unazo mwaka huu. Tuna msimu wa kulima sasa hivi. Mpaka leo hujatafuta shamba hata eka moja. Alafu ni mwanamke au ni mwanaume mwenye miguu, mwenye mikono, alafu unasema unaishi kwenda wapi? You're wasting time, unasindikiza wengine. Utaona mchungaji amekuwa mkali, lakini naomba nikwambie tusiposema na ukweli tutakuwa hatuna akili. Na tutakuwa tunajenga kanisa la watu wa ajabu sana. Sasa tuangalie nidhamu iliyomo katika maisha ya Paulo na Yesu Kristo. Kulingana na Biblia takatifu, ziko nidhamu za aina 2 kwenye maisha ya mwanadamu na vitabu 2 tofauti. Nidhamu ya kwanza ni nidhamu ambayo Mungu anakushikisha adabu. Sioni kwenye screen, what's going on? Ni nidhamu ambayo Mungu, ni mistari mikubwa 2. Mstari wa kwanza ni ule uko katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 4 mpaka 11. Waebrania 12 mstari wa 4 mpaka 11. Nitasoma katika jina la Yesu. Waebrania 12 mstari wa 4 mpaka 11. Anasema, Waebrania 12:4, sema, amjafanya hata kumwaga damu mkishindana na dhambi. Tena mmeyasawa yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana, mwanangu, usiadhalau marudia ya Bwana. Usidhalau nini? Marudia ya Bwana. Marudia maana yake nini? Anakupa discipline. Anakupa discipline. Mtoto ukiwa unamlea alafu ukashindwa kumchapa fimbo, naomba nikwambie mtoto atakuwa madudu. Mtoto unayemlea alafu ukashindwa kumkemea, ukamlea kama nyanya, atakuaibisha siku moja wewe mwenyewe. Lazima umshikie mtoto fimbo ili awe na adabu, ndio nampa nidhamu. Wakristo wengi ikiwemo hata mimi, kama tusingekuwa na siku moja tumekaa na njaa kwa sababu ya kuomba tulikuwa tunaingia kanisani asubuhi, karabo
Wiki ya kwanza gangangangangenge. Wiki ya tatu una chakula nyumbani, unarudi nyumbani akili zikarudi. Asiyefanya kazi sio asiyesali. Ikabidi tuanze kubalance muda wa ibada na muda wa kufanya nini? Kazi. Vinginevyo unashangaa warokole ambao katika makanisa mengine hatuwezi kuruhusu hapa. Unashangaa watu toka saa 12 asubuhi mpaka saa 4 usiku wiki nzima tunaomba. Alafu akitoka nje, brother nisaidie hata kula leo, maana tukitoka hapa unajua tunaombea kanisa. Haleluya. Tunataka kanisa liwe na nguvu. Nisaidie hata 50 hapo kidogo. Unamwonea huruma kwa sababu hana nidhamu. Mungu hajakwambia kwamba wewe ni kakakaka kokokoko. Ni muhimu kuomba, lakini kila kitu kina nini? Kina majira na wakati. Uweze kusema kwamba kila saa 24/7 uko katika utashindwa kufanya mengine. Na ni kwa sababu ya uvivu. Kuona kuta wengi walikuwa na uvivu mwingi. Alafu kilichotokea sasa wakaanza kukimbia ndoa. Alafu wengine unakutana nao wanakuja kuomba counseling. Ameshindwa kumtuza mke, ameshindwa kumnunulia hata gauni. Mwaka mzima hata gauni hakuna, hata kumtoa out hakuna. Alafu mama analia, anasema mwanamke ana mapepo. Mchungaji, mke wangu ana mapepo. Yule mama kabisa ni kule kuna mapepo kabisa amemwingia kule mtaani. Kumbe kwa sababu ameamua kukosa nidhamu. Kwa tuangalie, kwa kuna swala linaloitwa Mungu kukuonya. Waebrania 12:4-11. Kwa Mungu anamrudi kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Mungu anakurudi. Hapa nikwambie mifano ya Bwana Yesu sasa. Kwa sababu ya muda tuende machache. Alipokuwa pale Getsemane, muda mchache kabla ya kuweza kuuawa, Yesu akasema, Baba. Akakosa nidhamu kidogo. Akasemaje? Ikiwezekana kikombe hiki, nenda mstari unaofuata. Kikombe hiki kifanye nini? Kiniepuke. Lakini akamalizia akasema, bali mapenzi yako yatimizwe. Kuna wakati Mungu anaweza kuleta jaribu kwenye maisha yako kwa ajili ya kukuweka sawa. Kuna watu kama hawatakuja majambazi usiku au wachawi wakapita kufanya papa kwenye bati, hawezi kuja kanisani. Kama hata kuja kugua mguu akapigwa kidogo akakaa chini, atakuwa busy, hawezi kuhudhuria ibada. Kama hatapata maumivu ya kichwa asiyopona kwa muda wa mwezi mzima, anaacha hata kusali. Kuna watu wakiwa na maisha yametulia vizuri, anamwacha Mungu. Anaanza kukumbuka na nyimbo zile za Ndomboro ya Soro. Sijui mnajua nyinyi na mitu wengi tumepitia kwenye mengi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Unashangaa amekaa, anakwambia mchungaji, unajua maisha lazima tule pamoja na vitu vingine vinavyoendelea. Unamwangalia, unatamani Mungu akachape kafimbo kamoja kidogo, ingawa sio muombe Mungu katika namna hiyo. Lakini kuna watu wasipochapa kidogo, hawezi kwenda na Mungu. Kwa kuna wakati usimruhusu Mungu mpaka akuchape. Anasema, mwanangu, usiadhalau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo akikukemea. Kuna wakati Mungu anakuambia we. Kuna wakati nilikuwa nashindwa kutoa fungu la 10. Nilikuwa mzembe kweli, kwa sababu nilipata mafundisho ya uongo, unasaidia maskini, unasaidia yatima, unajua ile ndio fungu la 10 kazi yake. Basi na mimi nikaingia mkenge. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaamua kuninyima kipato cha ziada kwa namna yoyote. Unaenda kwenye akaunti unakula mpaka ile inaisha mwisho, unakopa benki na bado hazitoshi, unaenda kukopa kwa jirani, mangi naye anakudai. Mwezi wa kwanza mambo magumu. Unafika mwezi wa 6 watoto wanakwenda shule, inabidi ukakope mkopo 30%. Unajua mikopo ya 30%? Bwana Yesu asifiwe. Alafu unashangaa unashindwa kwenda. Siku niliporudi nikasema, Mungu ninatubu. Sasa nikakutana na mchungaji mmoja mashine mbovu. Unajua kama ukutoa fungu la 10 mwaka jana, lazima ulipe zote za mwaka jana ndio mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Anipi nafasi ya kupumua. Lakini nikakutana mtumishi mmoja wa Mungu kanielekeza vizuri. Bwana Mungu, unaanzia pale ulipoanzia. Bwana Yesu asifiwe. Maisha lazima ujisamehe. Mwanadamu lazima akosee. Mchungaji anasema kwamba lazima ufanye dhambi. No, lazima ukosee. Mtoto asipoweza kuanguka chini, mtoto asipoweza kula mavi alafu akatapika akalisha, hawezi kujua maana ya mavi ni nini. Mtoto asipoweza kujikwaa alafu akayumba akapasuka kichwa kidogo akatoboka damu ikatoka, atakuwa anachezea kile kitu kila siku.
Mtoto asipochezea wembe alafu ukamkata akajua maana ya kuchezea wembe ni nini, kila siku atakuwa anachezea wembe. Kwa kuna vitu Mungu anakuelekeza, anasema Mungu umrudia mtu anayempenda, na Mungu akikukemea usikasirike, rudi nyuma. Bwana Yesu akafika pale msalabani, pale kwenye magoti Getsemane. Baba karibu sakoria rema zindo robosha, naomba ikiwezekana huyu shetani anataka kunitesa ashindwe katika jina la Yesu. Akambia Baba, lakini mapenzi yako yafanye nini? Kubali kurudiwa na Mungu. Kubali majaribu mengine ya kutokea, lakini ni kwa muda, sio kwa kudumu. Ni kwa muda mfupi. Mtu mmoja anaitwa Paulo. Kuna wakati watu wanadebate sana kwamba ilikuwa ni ugonjwa nini. Mungu akaamua kumwekea mwiba kwenye tumbo lake. Ule mwiba alikuwa ni wakala wa shetani. Sasa ukienda kwenye shule ya theology, kuna shule tatu tofauti. Wengine wanasema ni ugonjwa, wengine wanasema kwamba ilikuwa ni shetani, wengine wanasema ni namna ya kushindwa kuomba. Kwa kuna lugha nyingi zipo, kila mtu kwa sababu tafsiri yake imekuwa na maana nyingi tofauti. Kwa natakana umesoma kwenye theology aina gani, lakini kikubwa ni kwamba Mungu alimweka. Anasema kwa nini alipata lile jaribu? Kwa sababu asije kajivuna kupita kiasi. Paulo alifika hatua akajiona kama ni Mungu. Baada ya kutoka kule mbinguni, alikuwa ametembelea mpaka mbingu ya 3. Anasema kuna mtu katika Bwana, katika kitabu cha Wakorintho wa pili 12, anasema kuna mtu katika Bwana, sijui alikuwa macho, alikuwa mzima, sijui alikuwa katika uhai, alikuwa katika, akaenda mpaka mbingu, akaziona mbingu, akakutana na Mungu. Kwa aliporudi na yale mafundisho yake, akajiona kwamba yeye amefika juu. Mungu akaamua kumshusha. Sasa yeye ni Mungu mwenyewe, kwa sababu asipotushusha hatuwezi kwenda mbali. Kama ingekuwa Mungu ananileta katika zuzu, alafu amenipa pesa ya kujenga kanisa kama hivi, ningekuwa na kiburi leo. Lakini kile kitendo cha kunipa makaratasi ndio naanza nao na magogo, imenifanya niwe na adabu. Bwana Yesu asifiwe. Inanifanya pia niwatie moyo watumishi wa Mungu wengine wanapoanza. Kwa ukiniambia tunaanza kuanzisha kanisa Mwanza, tunaenda kanisa Dodoma, tunaenda kuanzisha kanisa Dar es Salaam, wala sioni shida. Kwa sababu najua tumeanzia kwenye sifuri na tunaweza kuinuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ina maana Mungu anapokupitisha kwenye kitu fulani kwa msimu, ni wakati wa kutulia na kumwomba Mungu. Hiyo ni discipline ya kwanza. Hiyo ni discipline ya kwanza. Inaitwa discipline ya Mungu kukupa nidhamu. Kwa kuna watu wengi wanapitia hapa, unashangaa umepita hatua, ulikuwa na biashara imefilisika yote. Umemwomba Mungu, umeomba, umetoa na fungu la 10, bado ngoma imegoma. Kuna majaribu ya aina hiyo. Lazima ukae chini mwambie Baba, naomba uniwekee njia sasa. Mungu anataka upate muda wa kurudi tena. Aina ya pili ya discipline ni ile ambayo ni ya binafsi. Discipline ya binafsi. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 24 mpaka 27. 24 mpaka 27. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 24 mpaka 27. Sasa hiyo ni discipline aina nyingine. Ni discipline tofauti kabisa. Wale ambao wameoa, kuna wakati Mungu anakupiga discipline na adabu kwa ajili ya mke wako. Kuna wakati Mungu anakupiga discipline na adabu kwa ajili ya mume wako. Kuna wakati unaweza kushangaa mume anaenda kuomba, Baba msaidie mke wangu apate kangalao kapigo kamoja kamsaidia awe na adabu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio vizuri kuombea mambo kama hayo. Lakini kuna wakati mtu anapigwa discipline ili anyoke, kwa sababu asipokuwa na discipline atakosa heshima kunyoka, ataikosa mbingu, atafanya mambo ya aibu. Kwa Mungu anakuchapa kafimbo kidogo. Kuna fimbo za Mungu. Kwa kubali kupigwa fimbo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa naongea kuhusu discipline ya pili, Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 24. Anasema, je, amjui kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio upiga mbio wote, lakini apokea tuzo ni mmoja? Anasema pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Endelea. Anasema na kila ashindanaye katika mchezo ujizuia katika yote. Kila ashindanaye katika mchezo ujizuia katika yote. Basi au ufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Sikiliza mstari wa mwisho anavyomalizia. Anasema hata mimi napiga mbio vivyo hivyo. Hakuna mtu ambaye apigi mbio hapa.
na si kama asitae, napigana ngumi hivyo hivyo, si kama apigaye hewa. Sikiza kwa makini, endelea. Anasema bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isije nikisha kuwahubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Discipline ya pili ni discipline ya kutesa mwili wako. Tuko katika msimu wa kilimo. Ni bora ukakosa chakula mlo mmoja ukaenda kulima shamba. Ndio discipline hiyo katika maisha ya kawaida. Tuko katika wakati ambapo mvua zinanyesha. Ni bora ukakosa kitu fulani ukaamua kuingia shambani asubuhi mpaka jioni ili uweze kupata matokeo ambayo yanatakiwa. Ni lazima kuna siku utaamua kuingia shambani utese mwili wako ili uweze kufanya matokeo ambayo yatakuwa mazuri wakati wa mavuno. Anasema hakuna mtu anayekwenda mbio anajaribu kukimbia anaangalia kule mwisho wake alafu hawezi kujitesa. Mpendo katika Bwana, naomba nikukumbushe binafsi, katika kitabu changu nimeandika mambo 10 ambayo nategemea mwaka huu niweze kuyafanya. Mambo 10 ili niweze kufanikiwa, na mbona natamani na wewe, hata kama utakuwa na matatu, sio lazima una 10 kama mimi. Lazima niwe na focus. Lazima niangalie kitu pale mwisho. Nisiwezi kusikia kelele za huko. Ngoja nikwambie, ukiona mtu anatenda dhambi sana, ana muda wa kuchezea. Na mojawapo ya njia ya kuzuia usifanye dhambi ni kuwa busy. Lakini usiwe busy for nothing. Uwe busy kwa ajili ya mambo fulani umeyaweka. Kwa kuna mambo matatu nimeyaweka mbele yangu. La kwanza hili hapa, sikwambii ni yapi. Ya pili, la tatu, mpaka ya 10. Kwa kila nikiamka asubuhi, cha kwanza, napoamka saa 10, mimi saa 10 usiku lazima niwe kwenye magoti. Kabla sijaja kwenye ibada hata hapa. Baba, katika jina la Yesu. Na ndio maana nimeweka discipline. Angalau saa 4, saa 5 lazima nilale. Hata iwaje unitoi. Kwa sababu nisipofanya hivyo sitamka saa 9, saa 10. Ina maana nitapoteza discipline. Ni nidhamu. Lazima uwe na nidhamu fulani kuweza kufanya mambo makubwa. Usipokuwa na nidhamu, inafika saa 4, saa 5 unapiga story, saa 6 unapiga story, saa 7 unalala, utashindwa utakuja kanisani. Kamuulize mwanafunzi ambaye anasoma. Tulipokuwa tunasoma shule, kuna watu kalizao darasani, mkiingia asubuhi ni piga story. Wakifika saa 10 wanaenda kujificha kulala. Saa 4 usiku wanashusha mpaka asubuhi wanasoma. Sasa ukijifanya kuwaiga, ukakosa nidhamu, wenzako watapita, alafu utashangaa umefaulu, wewe umebaki chini. Kwa nini? Nidhamu. Kwa nikiamka saa 10 asubuhi kila siku, naanza mbio zangu, naanza kwanza maombi kwa ajili ya kanisa, alafu nachukua kile kitabu changu. Kila siku nimeanza jana, nimekuja leo, Baba naomba ombi la kwanza, nataja moja, naomba nguvu za kuweza kufikia katika jina la Yesu. Najua haiwezekani lakini wewe unaweza. Baba naomba, najua huu ni ukuta, sina hizo hela, milioni 50 natakiwa kwa ajili ya jambo hili. Na sitoa wapi? Nikiangalia mshahara wangu hata nikijumlisha wote aufike hata milioni 40. Ninafanyaje kuweza kupata hizo hela? Nahitaji zaidi ya milioni 200 kuweza kutimiza yale ambayo niko mbele yangu. Siogopi kwa sababu najua nayemuomba ana nguvu. Nimetengeneza discipline ya maombi. Sasa unakuta mtu ameweka mambo ya kuomba, anahitaji Mungu ambadilishe maisha safari hii, anahitaji Mungu ajenge nyumba safari hii, anahitaji kuhamia nyumba ya kupanga nzuri, alafu amekaa anasubiri, yuko na maisha kama alivyokuwa naishi mwaka jana. Naomba nikwambie, utatoka kapa. Lazima ubadilishe msimamo, lazima ubadilishe mfumo wa namna unavyoishi. Baba, kwa ajili ya hii biashara yangu, sitaki nitie hasara, nataka ikawe sababu ya kuweza kuimarisha huduma. Baba naomba neema, leta wateja, leta watumishi, leta watu waaminifu katika jina. Nguvu zinatoka kwenye magoti, saa nzima unalia. Baba, kwa ajili ya hili, unamaliza yote 10 kabisa. Na naomba nikwambie, nitaomba hivyo kuanzia tarehe 1 mpaka nitakapoona jambo limetokea, na siku limetokea natia tiki, kwa sababu nalifuatilia. Lakini mtu ambaye hana adabu, leo amewaza, ameamka asubuhi, mwaka huu lazima nikalime, bado anajivuta. Wiki ya kwanza imepita, mvua zimenyesha kali, mvua ile juzi imenyesha, haijai kunyesha Dodoma. Anasema wiki ijayo nitaenda. Ni mtu ambaye anaahirisha kitu kila siku, kisingizio hana hela. Mpendwa katika Bwana, kama una hela muombe Mungu, Mungu atakupa hekima ya kupata hela. Hakuna kitu kinaitwa, mtu anayekwambia sina hela ni umaskini wa hali ya juu. Na mtu kama huyo, mpe shughuli yoyote 2-3 asubuhi, anafanya madudu kwa sababu hajielewi. Ni jitu ambao alikaa likatulia, ana akili yoyote ya
kuwaza chochote, anawaza tu maisha ya kawaida kawaida. Natamani ubadilike katika jina la Yesu. Nidhamu. Pasipo nidhamu, nilikuwa naongea na mtoto wangu mmoja jana, nikamwambia bwana, hii simu unaiona, kama una nidhamu utakaa kitandani saa 7 usiku, saa 6 usiku, eti usingizi umekutoka, utaanza kuperuzi, unaperuzi, alafu asubuhi ukiamka unashangaa mgongo unauma, mara mguu unauma, mara unasema mgonjwa, unapelekwa hospitali, hamna ugonjwa, ni kwa sababu umeshindwa kulala vizuri. Discipline. Unafungua biashara, alafu unaanza biashara. Naomba nikwambie, hakuna biashara rahisi. Wale wanaojua, mimi nimeanza biashara nikafika mpaka milioni 15 nimeziingiza kwenye mtaji, hakuna hata shilingi moja inayoingia. Nikasema, shetani, umekosea njia. Baba, katika jina la Yesu, leta watu, leta. Nikaingia kwenye maombi, kwa sababu kama linakusumbua moyo, lazima utalifanyia kazi. Lakini kama una mpango wote kwenye maisha, mtu ambaye analala duniani ni kichaa, kwa sababu kichaa hajui kesho na nini. Yeye yupo tu, hajawahi kuwaza hata kulima. Lakini kama kweli umesema msimu huu lazima nikalime 5, alafu bado unakaa unasubiri, alafu unawaza tu kwamba itatokea muujiza, naomba nikwambie, nasema ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu ndio watakaoteka. Nasema ninahangaika, ninautesa mwili wangu, ninautumikisha mwili huu ili nipate. Ngoja nikwambie, kuna wakati unapiga kufunga sio kwa sababu ya Bwana, unafunga ili upunguze matumizi, ili iweze kusaidia ile mambo mengine. Kwa sababu kuna vitu lazima ukubali. Kama mwili huu utaupa kila kitu, alafu unapiga na kitambi, unakuwa mwanamke kama mwanaume ambaye ni mwanamke asiyezaa miaka 25, maana yake ni ujinga. Punguza kile kirefu kinachotokea, alafu peleka hiyo pesa kwenye mambo mengine ya maana. Ninaongea kuhusu nidhamu ya maisha binafsi. Moja ya nidhamu uliyoifanya leo, kuja kanisani saa 11 ukasema naenda kanisani, nidhamu. Sasa ukitoka kwenye kanisa saa 12:30 au saa 11 au saa 1 baada ya kumaliza zile program, rudi kafanye kazi. Na utashangaa kile ambacho ulikiacha kwa sababu ya kuja kanisani, Mungu analeta watu wengi zaidi. Ndio mambo ya Mungu yanakwenda hivyo. Hakuna njia rahisi kwa maisha ya mwanadamu. Ndio maana akasema utakula kwa jasho. Lakini ashukuriwe Mungu, Mungu atakupa wepesi wa maisha. Lakini naomba nikwambie, wepesi wa maisha sio kwamba unakaa ukishajiandikisha kuwa ni Mkristo, maisha yako yote ni mapambano. Na asikudanganya, hakuna mtu amewahi kufanikiwa duniani bila kutesa mwili huu. Mnasikia mtu anaitwa sijui tajiri mkubwa duniani, kamwangalia maisha yake. Jamaa analala mpaka saa 9 usiku, anaamka saa 11. Analala saa 2 asubuhi, saa 3 ameamka. Anasema nasichuka kilala baada ya saa 1, anatoka pale. Ameenda kwenye mkutano juzi, amekaa anasinzia. Anaangalia maisha ya luxury hayapo dunia hii. Kwa maana relax kidogo, huu ulimwengu uishapitwa na wakati. Hakuna kurelax katika maisha haya mpaka unakufa. Na ukishajenga discipline hiyo, utakuwa rahisi kwako. Lakini ukishindwa, utakuwa unachapa fimbo kila siku. Unaambiwa ukafanya kitu fulani, alafu unakuta mtu amekaa anasema, unajua nimefanya kazi na relax. Hamna kitu kama hicho mpendwa. Either unaomba au unafanya kazi au unaombea jambo au unamtia moyo mtu. Lakini maisha ya kurelax utayakuta mbinguni, sio dunia hii. Ukishakuwa Mkristo ni mapambano ya kuendelea mbele mpaka Yesu anakuja. Sasa mara nyingi ukishindwa kupambana mwenyewe, Mungu anakutia discipline za makusudi. Maisha yanakufundisha adabu yenyewe, kwa sababu umekosa adabu. Kwa ninaongea kuhusu aina kubwa 2 za discipline, nikimwongelea mtumishi wa Mungu Bwana Yesu. Kwa kumalizia jioni leo, Bwana Yesu alijenga mfumo. Ukiangalia kitabu cha Marko 1:35 hivi visaidizi, alikuwa anamaliza huduma jioni, asubuhi ameenda kuomba, jioni usiku, alafu anaenda kulala asubuhi. Kabla saa 10 saa 11, Biblia inasema kabla kuja kuchwa anaingia mlimani peke yake. Huwa anajiuliza, hivi akutani na nyoka kule? Makule ni jangwani, akutani na nge kama Dodoma. Lakini ina maana kwamba alikuwa anakutana na nge, ila Biblia haijaandika. Alikuwa anakutana na wadudu, alikuwa anaua wengine, Biblia haijaandika hayo. Lakini alipoanza kuomba, Mungu alimlinda na yote.
Na ndio maana akasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, kwa sababu katika mazingira ya Israeli wakati kwenye jangwa lolote kuna nyoka na nge. Kama Dodoma unavyoona. Yaani nyoka kitu cha kawaida. Dodoma huwezi kusema unaishi hujaona nyoka. Huwezi kuishi ukasema hujaona nge. Ni kitu cha kawaida kwa sababu ya mazingira ya jangwa. Kwa kule Israeli the same. Lakini amepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, na kwa akajenga mfumo wa kwamba hakuna nge anaweza kunizuru hata kwenye maombi. Haina maana alikuwa anaumwa na nge, alikuwa anawaua. Lakini nataka kuongea kuhusu discipline. Maisha ya Bwana Yesu, ngoja nikwambie, mtu ambaye ana discipline, unaweza kuangalia ratiba yake. Akiamka asubuhi, unajua atafanya hivi. Akifika saa 5, unajua atafanya hivi. Jioni, unajua atafanya hivi. Usiku, unajua atafanya hivi. Ametengeneza tabia ya kuishi maisha ya discipline. Nidhamu ni tabia unayoijenga ambayo inamfanya adui akose mlango wa kukuingilia. Lakini mtu anaishi maisha ambayo ni ya jumla yupo tu, anaishi jinsi upepo unapokwenda, huyo Mungu hafai katika ufalme wa mbinguni. Kwa Bwana Yesu alikuwa anaamka asubuhi. Mtumishi wa Mungu Daudi anasema, nitaomba saa ngapi? Asubuhi. Nitaomba saa ngapi? Mchana. Na nitaomba saa ngapi? Jioni. Ametengeneza rutini. Mtumishi wa Mungu Danieli alikuwa anaamka asubuhi, saa 9 mchana anafungua na madirisha, alafu na usiku saa 2 anafungua madirisha anaomba. Alitengeneza mfumo wa maisha, na alikuwa anafanya kazi ofisini. Danieli aliajiriwa kibiblia mpaka mkuu wa nchi akampandisha cheo kuwa makamu wa rais. Sio kwa sababu ya kitu chochote, ila alikuwa na hekima na muda wake wa kuomba, na alikuwa anautengeneza muda vizuri mpaka akawa makamu wa rais. Sikiliza kwa makini. Sipendi kutumia mfano, lakini naomba nikwambie kwa sababu ya kujenga mwili wa Kristo. Wenzetu watoto mdogo ambao wanajijua wengine, pamoja na mambo yao mengine, lakini unakuta muda wa kwenda kwenye ibada, sijui saa 7, saa 10, saa 10, saa 2 usiku, yuko tayari kuacha vyote. Ametengeneza discipline. Lakini pia muda wa kuuza biashara, yuko makini. Wana maneno mengi mdomoni, wanajaribu kupata pesa kwa na wengi wamekuwa matajiri sana kwa sababu wana discipline ya maisha. Lazima uwe na discipline ya maisha, lazima uwe na nidhamu katika maisha. Bwana Yesu kuna wakati alikuwa anakaa na wanafunzi wake, kuna wakati anafundisha watu wengi pamoja. Mtumishi wa Mungu Paulo, maisha yake yote alikuwa ni kusoma. Ile jamaa alikuwa anapenda kusoma na kuandika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nusu ya Agano Jipya, kama ni vitabu kwa saizi ya vitabu, zaidi ya 13 ameandika mtu mmoja. Kama Paulo asingekuwa na discipline ya kuandika, hata ngoja nikwambie, siku hizi unaandika na kalamu. Wakati alikuwa anachovya, pap anaandika sentensi ya kwanza, pap anaandika sentensi ya pili, pap. Bado akawa na discipline ya kuweza kuandika kurasa 18. Bado akawa na discipline kuandika kurasa 40. Ina maana ni discipline inaweza kufanya ukaenda mbali sana. Ukiwa na discipline ya kilimo, maana yake utakuwa una uwezo wa kuangalia shamba lako ukijua matokeo unategemea kuyavuna. Ukipanda sasa hivi kwa mbegu za sasa hivi, mwezi wa 3 unavuna. Ukipanda sasa hivi kuna mbegu ambazo zinakwenda miezi mitatu, miezi 4, mwezi wa 4 unavuna. Lakini unapita mwezi wa kwanza, unaanza mwezi wa 2 unaenda kulima shamba. Naomba nikwambie, unapoteza muda. Au unaamua kwamba unaacha ibada, alafu unaenda shambani utavuna mabua. Wala sikufichi. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa utaratibu, na asipokupiga hivyo manake mbingu huwezi kwenda. Lakini lazima uwe na maisha ambayo yana program kuanzia asubuhi mpaka jioni. Usiwe na maisha ambayo ni ya jumla tu ya kujiendea unapokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anaenda kuhubiri Injili. Lakini pia tunashangaa, Bwana Yesu asifiwe, Paulo hakuwahi kula hela ya kanisa. Ni mwishoni sana katika uzee wake ndio unakuta alikuwa anapangiwa chango. Lakini pamoja na kupewa michango mbalimbali, alikuwa mwaminifu kwenye michango, akugusa hata sentano. Maisha ya Paulo yalikuwa ni kusuka nini? Maturubai kwa ajili ya uvuvi. Ndio maisha alikuwa anaishi. Kwa Paulo anakuja kanisani na ubiri, anatoka anaenda kushika, anakaa na washikaji kina Onesimo. Bwana Yesu asifiwe. Wanapiga maturubai, alafu akienda jioni tena anaenda kupiga Injili, alafu ana muda wa kuomba, alafu ana muda wa kuandika barua.
huyo mtu sio wa kawaida. Lakini aliweza kuandika barua, anasema kuna vitabu alikuwa anavisoma pia. Kwa alikuwa anasoma, anaandika, anaenda kazini kuchuma turubai, bado anaendelea kufanya yote, na Mungu akambariki sana. Natamani kuanzia leo katika kitabu hiki, hakuna historia ya mwanadamu ambaye amefanikiwa hakuwa na nidhamu. Wanadamu wa leo hawana discipline. Na naomba nikwambie ukweli, wala sikufichi. Kama una lengo lolote, huwezi kuwa na nidhamu. Kama mpaka leo tarehe 2 nimekusisitiza toka mwezi wote wa 12 kwamba andika malengo yako, andika unataka kufanya nini mwaka huu. Mpaka leo tarehe 2 hujaandika. Unapoteza muda. Ujielewi. Ni mtu ambaye unaishi tu, una tofauti na ng'ombe. Natamani ubadilike kupitia ibada hii katika jina la Yesu. Mungu aongee na roho yako. Kile kinachokuwasha moyoni mwako, Mungu anasema atakupa haja za moyo wako. Kwa kama hakuna haja za moyo, ina maana Mungu atakupa nini? Sasa unakuta mtu mjinga anakuambia mapenzi ya Mungu yatimizwe, mimi nakaa tu hapa nasubiri. Mpendwa katika Bwana, hiyo sio Biblia uliyosoma. Hayo ni mawazo yako ya kivivu. Amua kubadilika, jiwekee mikakati ambayo ni migumu. Ngoja nikwambie, Mungu wa mambo yasiyo, mambo ambayo hakuna gumu kwa Mungu. Mnanielewa? Kwa lazima unapopanga mipango yako hiyo ambayo haiwezekani, kwa sababu ukipanga, ukiniangalia mimi nilichokiandika vyote ni vitu haviwezekani. Kwa sababu ukiandika vinavyowezekana, then it's possible, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Akiniambia leo Leonard anataka kufungua supermarket Zuzu ya milioni 50, hiyo ndio unaniambia mipango ambayo itakupeleka mbele za Mungu. Akiniambia unafungua supermarket ya shilingi milioni 1, unaweza tu, yani unahitaji hata kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima uwe na kitu. Ukiniambia naenda kulima shamba eka 1, kama ni mkulima, inawezekana, wala sio issue. Lakini ukiniambia mwaka huu lazima nilime eka 5, utakuja kusali hapa, utamlilia Mungu, kwa sababu ni kitu hakiwezekani kwa akili ya kibinadamu. Lakini mambo ambayo yanawezekana utaleta mbele za Mungu upesi. Baba, ni emergency. Baba, ni jambo la haraka. Hizi siku 3 lazima nipate hela. Hela ya mbegu lazima ipatikane katika jina la Yesu. Hela ya mbegu lazima ipatikane. Yule mwanamke akaenda kuomba hela ya mbegu. Karia bose korianda. Napomalizia akamwambia Bwana Yesu, mtoto wangu anaumwa. Bwana Yesu akamwambia, mimi siwezi kukuponya. Akamwambia, naomba mponye mtoto wangu. The sinopharynx woman. Naomba mponye. Akamwambia, siwezi kumponya. Mimi nimekuja kuponya Waisraeli tu. Naomba Bwana unisaidie. Mbona hata akaniambia siwezi kuchukua chakula cha watoto nikawapa nani? Watumwa. Akamwambia aje? Akamwambia hata watumwa lakini wanakula yale na ubaki kwenye masazo yake, hata mbwa nao. Naomba unisaidie Bwana. Bwana Yesu akageuka. Akasema, kwa namna hii imani hii sijaiona Israeli. Kuna mtu ana shida ya mbegu. Anaenda kwa mtu kumuomba, anamwambia wewe sikupi mbegu, mimi siwezi kukupa. Sawa, hata usiponipa Mungu atanipa. Wewe nisaidie Baba. Kesho tena upo naomba. Usikubali jibu unaopewa, endelea kumwomba Mungu, endelea kung'ang'ania. Mtu ambaye ana malengo ni king'ang'anizi. Atabaki, hata kama atatukana bado atabaki miguuni. Ana unyenyekevu, anasubiri, anajua kwamba majibu ya Mungu lazima yapate. Lakini mtu ambaye jielewi ni mjeuri. Yeye akiambiwa jibu lote, potelea mbali. I don't care. Utaendelea ku don't care. Utakutana mbele ya safari. Lakini kama unajielewa, utang'ang'ania mpaka kitokee. Na kwa sababu unamuomba Mungu, umejaa unyenyekevu, ujawa kama Paulo. Kwa sababu ukishindwa kuwa na unyenyekevu, Mungu atakupiga. Unaweza kulima shamba na bado likavamiwa kwa sababu umekosa unyenyekevu. Mapigo mengi ya watu yanatokana na kukosa unyenyekevu. Kwa sababu ameamua kushughulika shughuli zao, wakaacha kumtanguliza Mungu. Kwa Mungu anawapiga, anakutana na Mungu. Anasema shetani anampiga, mchungaji niombee. Sasa brother, hivi mara mwisho umeomba lini? Siku hizi nimekuwa mvivu. Natamani kumpiga kibao mtu kama huyo. Alafu unamwangalia tu. Alafu unataka nini? Nipoteze muda wangu mimi kwa ajili ya ujinga wako, unakuwa ujielewe. Watu wanapigwa kwa sababu wameshindwa kuwa na nafasi ya kuwa na nidhamu katika kumtafuta Mungu. Tusimame. Chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. Kwa mnafiki, mtu yoyote ambaye ni mnafiki hawezi kufanya chochote cha maana kwenye maisha yake.
lazima uwe mkweli kwa nafsi yako. Usifanye mambo kwa ajili ya watu kukuona. Fanya mambo kama ndivyo ulivyo wewe ndani yako binafsi, sio vingine zaidi ya hilo. Hapo utaweza kutoka. Sema, Bwana Yesu, jioni leo ninaomba neema. Ingia kwenye maombi maalum, mwambie Baba, naomba unipe roho ya nidhamu. Naomba kisha kushukuru. Akaumega akisema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila ulaye mkate huo na kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili. Yaani wewe una maisha yasiyokuwa na nidhamu ya Yesu, alafu unakuja kushiriki meza ya Bwana. Acha. Ina maana Ukristo umekushinda. Isivyo stahili, wewe unakuwa una dhambi, alafu unakuja kushiriki meza ya Bwana. Maana yake imekushinda. Lakini badala ya kuacha, tubu. Hospitali, kukimbia ugonjwa, sindano sio solution. Yesu alikuja kuponya, sio kulani. Alikuja kwa ajili ya wagonjwa ili awape neema. Kwa kushiriki meza ya Bwana unapata nguvu mpya, lakini usishiriki na dhambi. Kwa jioni leo unapojiandaa kushiriki meza ya Bwana, anasema kuna kitu kimoja, anasema mstari wa 28, anasema lakini mtu ajioji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywa kikombe. Lazima ujioji. Usije ukachukua mkate hapa wakati hujajioji. Kujioji maana yake nini? Kama unaona mambo yako hayajakaa sawa, maisha yako yana dhambi, tubu. Mrejee Bwana Yesu na kuamua kuacha dhambi. Kama unaona maisha yako yanaishi kinyume cha misingi ya Ukristo, amua kuachana nayo. Kwa sababu gani? Anatoa maonyo. Mstari wa 29 anasema, maana alaye na kunywa unya hukumu ya nafsi yake yeye, kwa kuto kupambanua mwili. Anasema kwa sababu hiyo wako wengi kwenu hawawezi, na dhaifu, na watu kadhaa wamelala. Ukinywa meza ya Bwana wakati unajijua ujaamua kuwa Mkristo kweli kweli, naomba nikwambie, kifo kikusubiri. Ndio tatizo lake. Lakini pia lazima magonjwa yataendelea. Kwa kama unakuja kushiriki meza, hakikisha umejichunguza nafsi yako. Atamwambie Baba, naomba nianze upya. Naomba neema ya kuweza kushiriki, kwa sababu bado kuna nafasi jioni leo. Kwa tutaenda kuimba wimbo na dakika chache, naomba utafakari moyoni mwako. Mwambie Mungu wangu, naomba unisamehe katika jina la Yesu. Inawezekana Bwana, nimeishi maisha yasiyokuwa na nidhamu. Jioni leo naomba unisamehe. Achilia Roho wako Mtakatifu ndani mwangu. Napoenda kushiriki mwili wako na damu yako, nguvu mpya ikaingie ndani mwangu kwa ajili ya utakaso. Baba, naomba nianze upya, nitembee na wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen.